Inna kama hapa, toka ewe nafsi iliyotulizana, ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan, toka uelekee kwenye kunako msamaha wa Allah kadhalika na radhi zake. Utoke duniani huku uelekee kwenye msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fatakhruju tasiru kama tasilu alqatratu min fi siqa au min fi siqa fayakhudhuha, iyo roho itatoka hali ya kuwa inachirizika kama linavyochirizika tone la maji linapokuwa linatoka kwenye mdomo wa chombo. Itatoka hiyo roho kama linavyokuwa la chirizika tone la maji linapotoka kwenye mdomo wa chombo. Fayakhudhuha, kisha baada ya hapo malakul maut ataichukua ile roho. Fa idha akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta ya'khudhuha, atakapoichukua hiyo roho malakul maut, wale malaika waliokuja wakakaa kwa ule aliyokuwa anatakiwa afe kwenye ule upeo wa kule kutazama kwake mpaka mwishoni mwa uoni wake, wale akiichukua tu malakul mauti hawatoiacha roho kwenye mikono yake malakul mauti mpaka waichukue. Wakishaichukua fayaj'aluha fi dhalika alkafani wa fi dhalika alhanut, wataijalia na kuiweka kwenye zile sanda na kwenye yale manukato. Ile sanda ambayo ilitoka kutoka peponi na yale manukato ambayo yatokea huko, wataijalia na kuiweka ile roho yule mtu mwema. Wayakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhi al-ard, na patatoka kwenye hiyo roho hiyo au kwenye hicho kiliwili cha huyo mtu kama harufu nzuri na mpulizo wa miski uliopatikana katika uwaji wa ardhi. Fayas'aduna biha, kisha hapo sasa watapanda nayo hiyo roho. Fala yamurruna biha ala mala'in min almalaika min malaikati as-samai illa qalu, watakuwa wao hawapiti nayo hiyo roho kwa viumbe wote katika jamii ya malaika isipokuwa wao husema ma hadha ar-ruhu at-tayyiba au ma hadhihi ar-ruhu at-tayyiba, ni ipi hii roho nzuri hii, kwa maana ni ya nani? Fayaqulun, watajibu wale malaika wale, ruhu fulani ibn fulani, hii ni roho ya fulani mtoto wa fulani. Tena watamuita bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fi dunya, kwa majina yake mazuri ambayo alikuwa akipendwa alikuwa akiitwa kwayo duniani, kwa maana yale ambayo yeye anayapenda huku duniani huku ndio ambayo ataitwa kwayo. Baada ya hapo hata yantahu biha ila samai dunya, mpaka wataishilizia nayo hiyo roho kwenye ule uwingu wa dunia, ile sehemu ambayo Allah jalla waala hushuka kila usiku. Watafikia pale, wakishafikia pale fayastaftihuna lahu, watataka ile roho ifunguliwe, milango ya mbingu ifunguliwe kwa ajili ya hii roho ipitishwe. Baada ya hapo fayuftahu lahu, itafunguliwa mlango wa mbingu hii roho. Baada ya kufunguliwa mlango wa mbingu hii roho, fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila allati taliha, muqarrabuha ila as-sama'i allati taliha, watakuwa wanaishajihisha na kule kuihimiza ipande juu kwenye kila mbingu, wale ambao wao ni malaika wa karibu na hiyo mbingu, mpaka kwenda kwenye mbingu inayofuata mbele, hatta yantahi bihi ila as-sama'i sabi'a, mpaka itakapomalizikia hii roho kufika kwenye mbingu ya saba. Fayaqulu Allahu azza wa jalla, Allah hapa atasema, Allah subhanahu wa ta'ala atasema, uktubu kitaba abdi fi illiyin, andikeni maandiko ya mja wangu huyu katika wale waja waliokuwa wema. Kadhalika wa aiduhu ila al-ardi, na mumrejesheni katika ardhi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum, wa ni hakika yangu mimi kutoka kwenye hiyo ardhi ndiyo nimewaumba
na kadhalika kwenye hiyo ardhi nitawarejesha, na vile vile wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, na kutoka kwenye hiyo ardhi nitawatoa tena kwa mara nyingine. Qala rawi alhadithi ambaye ni sahaba al-Bara ibn Azib anasema fatuadu ruhuhu fi jasadihi, kwenye baadhi ya riwaya kuja fi jasadihi, ile roho yake itarejeshwa katika kiwiliwili. Fayatihi malakani, watamjia yeye malaika wawili baada ya kwamba yupo katika kiwiliwili na hiyo hali aliyokuwa nayo hapo. Fawjilisanihi fayaqulani lahu, watamkalisha na watamwambia man rabbuka, ni nani mola wako? Man rabbuka, ni nani mola wako? Fayaqulu rabbi Allah, fayaqulani lahu ma dinuka, tajibu yeye mola wangu ni Allah. Kisha hapo watamuuliza ni nani au ni ipi dini yako? Fayaqulu dini al-Islam, atasema yeye dini yangu ni Uislamu. Fayaqulani lahu ma hadha ar-rajulu alladhi bu'itha fikum, atamuuliza yeye ni nani huyu mtu ambaye alitumilizwa kwenu nyinyi, ambaye akusudiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye atajibu huwa Muhammadun rasulullah, yeye ni Muhammad ambaye ni mtume wa Allah, ni mtume wa Allah. Fayaqulani lahu, watasema kumwambia yeye wama ilmuka, yani wewe umemjuaje huyu? Wewe umemjuaje huyu? Yani elimu yako kuhusu huyu imetokeaje? Umemjuaje? Fayaqulu, yeye atajibu yule mtu kwa sababu ni mwema, qara'tu kitaba Allahi azza wa jalla fa amantu bihi wa saddaqtu, mimi nilisoma kitabu cha Allah duniani kiamini, kadhalika na nikakisadikisha. Fayunadi munadi minas samaa, atanadi mwenye kunadi kutoka mbinguni, an sadaqa abdi, mja wangu amesema kweli, mja wangu amesema kweli. Na huu ni uthibitisho juu ya yale ambayo yeye alikuwa nayo duniani na yale ambayo kayaongea. Na hapo fafrishuhu minal janna, ebu mtandikieni matandiko yatokayo peponi. Atatandikiwa matandiko ambayo yatokea peponi. Wa albisuhu minal janna, na kadhalika na mvisheni mavazi ambayo yanatokea peponi. Waftahu lahu baban ila aljanna, na mfungulieni mlango ambao huo mlango unaelekezea peponi, awe anaiona pepo. Yote haya yapo ndani ya kaburi, yote haya yapo ndani ya kaburi. Fayatihi min ruhiha wa tibiha, itamjia yeye katika ile hali min ruhiha, katika ile hali ya harufu yake mzuri, kadhalika wa tibiha, na manukato yake, si rauh kama ulivyosema kwenye Qur'an sura al-Waqi'a mwishoni, farauhun wa raihan. Hii min rauhiha wa tibiha, itamjia yeye katika harufu yake ya pepo mzuri, kadhalika na manukato yake. Wayufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, na kadhalika kwenye lile kaburi lake ambalo yeye ndiyo kakaa, litatanuliwa lile kaburi kwa kiasi cha nini, cha upeo wake wa macho, mpaka kwenye ukomo ambao yeye ndiyo anaona. Kaburi litafunguliwa na hapa na kutanuliwa. Qala, na rawi alhadithi akaendelea kusema, wayatihi rajulun, na atamjia yeye mtu hasanul wajhi hasanu thiyabi, hasanul wajhi hasanu thiyabi, mtu ambaye ni mzuri wa uso, kadhalika na ni mzuri wa nguo. Tibur rih, na au tayyibur rih, ambaye yeye ni mzuri wa nini, ni mzuri wa harufu. Fayaqulu, mtu atasema kumwambia yeye abshir billadhi yasurruk, kuwa na bishara njema ya lile ambalo wewe linakufurahisha. Bishara njema ambayo uwe nayo wewe iwe inafungamana na lile ambalo wewe unalipenda na linakufurahisha. Hadha yaumuka alladhi kunta tu'adu, hii ndio siku yako ambayo wewe ulikuwa ukiahidiwa. Hii ndio siku ambayo wewe duniani ulikuwa ukiambiwa kwamba kuna siku utakwenda kwa Allah. Hii ndio siku yenyewe. Fayaqulu lahu, huyu mtu huyu ambaye kalazwa kaburini atamuuliza yule mtu aliyekuja na sura mzuri na kadhalika na manukato mazuri, kadhalika na nguo zilizokuwa mzuri, man anta fawajhuka alwajhu alladhi yaji'u bilkhair, ni nani wewe?
uso wako ni uso ambao unakuja na khairi. Muonekano wako wewe ni muonekano wa mtu ambaye anakuja kwa mtu lakini kwa lengo la khairi. Fayaqulu, yule mtu atamjibu kwa kusema ana amaluka salih, mimi ni matendo yako mema. Subhanallah, mimi ni matendo yako mema. Fayaqulu rabbi aqimis saa, rabbi aqimis saa hatta arji'a ila ahli wa mali. Huyu mtu atasema hapa, ewe Allah, simamisha kiyama, simamisha kiyama ewe Allah, ili nirejee kwa wale jamaa zangu na mali yangu ni irejee pia, kwa sababu kaona kwamba hali ni nzuri ninayoenda huko, bishara ni ya khairi na huyu ni mwema. Kadhalika qal, na pia vile vile mtume akasema yeye. Sasa hapa ni vice versa. Sasa kutaka kuona mtu muovu, wa innal abda al-kafir, katika riwaya wa innal abda al-fajir, na hakika ya mtu aliyekuwa kafiri au muovu, huyo mtu idha kana fi inqita'in min ad-dunya, atakapokuwa yeye yuko katika ile hali ya kukatikiana na dunia. Kadhalika wa iqbali min al-akhirah, na kule kuelekea akhira, nazala ilayhi malaikatu minas samaa, kuteremka kwake yeye huyo mtu malaika wanaotoka mbinguni. Lakini hawa sifa yao sio ile ya mwanzo, sudul wujuh, kwanza ni weusi wa nyuso, nyuso zao nyeusi. Kadhalika ma'ahumul musuh, wanao almusuh, na almusuh ni mavazi ambayo huvalishwa kwenye kiwiliwili kwa lengo la kile kiwiliwili kikae vibaya. Yaani kama ni nguo za kazi, zile nguo za kubebea zegi mfano wake, kama zile, yani kwa sababu ni zile ambazo huvalishwa kwa lengo la kwamba hizi huyu mtu anayevaa huyu awe na muonekano mbaya, kama anavyosema yulbasu min albadani takashufan wa qahran lahu, ndio almusuh. Ni vazi ambalo huvalishwa kwenye kiwiliwili kwa lengo la kufanya kiwe kibaya na kukiteza nguvu. Kama ni nguo za shaba mbaya, ni mbaya tu, atavalishwa hizo nguo mbele, kama tutakavyokuja kuona huko, atakuja roho yake zitiwe huko. Fayajilisuna minhu madda albasar, kisha watakaa kwa huyu mtu kwenye kile kiwango na ule upeo wa kiasi cha upeo wake wa macho. Thumma yaji'u malakul mauti hatta yajlisa 'inda ra'sihi, kisha anakuja malaika mtoa roho mpaka ambapo atakaa yeye kwenye nini, kwenye kiwiliwili chake, kwenye kichwa chake. Fayaqulu, kisha atasema ayyatuha an-nafsul khabitha, ule sio kwamba al-mutma'inna, hii ni al-khabitha, ewe nafsi iliyokuwa mbaya, nafsi iliyokuwa ya uovu, nafsi iliyokuwa chafu. Ukhruji ila sakhatin min Allahi wa ghadabin, toka uelekee kwenye machukivu ya Allah na hasira zake, toka uelekee kwenye machukivu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika na hasira zake. Qala fatughraqu fi jasadihi, kisha anasema rawi hadithi kwamba roho ile itaangamizwa kwenye kiwiliwili, itatokea hali ya gharqa. Fayantazi'uha, kisha malakul mauti ataivuta ile roho, sio kule fatakhruju tasilu kama tasilu alqatratu min fi thiqala. Fayantazi'uha, kisha malakul mauti ataivuta kama yunza'u sifudu min as-sufi al-mablul, katika riwaya imekuja hivyo, min as-sufi al-mubtal, kama vile ambavyo hutolewa chuma kwenye sufi iliyoroa. Hivi ndivyo ambavyo malakul mauti ataivuta ile roho, yani kama ambavyo hutolewa sufi kwenye chuma kilichoroa, kwa maana si kinatokana nguvu, chuma chenyewe kimeroa, alafu sufi yenyewe laini, na kadhalika ikichuma subhanallah, Allahul musta'an. Fayakhudhu, kisha malakul mauti ataichukua ile roho. Baada ya kuichukua, fa idha akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfat 'ainin, atakapoichukua malakul mauti hiyo roho hatoiacha kwenye hawatoiacha wale malaika waliokuja naye, wale waliokuja na malakul mauti hata kiasi cha kupepesa kwa jicho. Hata yaj'aluha fi tilka almusuh, mpaka watakapoijalia kwenye nini, kwenye yale mavazi yaliyokuwa yulbasu
fil badani au min albadani taqashufan wa qahran la. Kadhalika hapa utajalia ile roho yake ipo kwenye yale mavazi yaliyokuwa mabaya. Wa yakhruju minha ka'antani rihi jifatin, na itatoka kwenye hiyo roho yani kama harufu mbaya ya mzoga, wujidat ala wajhi al-ardhi, iliyopatikana katika huu mgongo wa ardhi, harufu ya mzoga. Kadhalika fayasaduna biha, watapanda nayo hiyo roho, fala yamuruna biha ala mala'in min al-malaika, watakuwa wao hawapandi nayo na wala kupita nayo kwa wale wakubwa katika malaika, viumbe katika malaika, illa qalu, isipokuwa malaika wao watasema ma hadhihi ar-ruhul khabitha, ni roho ya nani hii mbaya? Fayaqulun ruhu fulani ibn fulani, watasema kwamba hii ni roho ya fulani mwana wa fulani. Allahu almusta'an. Biaqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fi dunya, kwa yale majina mabaya ambayo yeye alikuwa kwayo akiita duniani. Fayastaftihu au fayustaftahu fala yuftahu lahu, patatakapafunguliwa milango ya mbingu lakini wala haitofunguliwa milango ya mbingu. Thumma qara Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kisha akasoma aya mtume ambayo inaonesha kwamba makafiri na watu waovu milango ya mbingu hawatofunguliwa kwa lengo la roho zao kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha hapo anasema Allah jalla wa ala, la tufattahu lahum abwabu as-samaa, wale waliokuwa ovu, kama alivyosema Allah mwanzo aya, innal ladhina kadhabu biayatina wastakbaru anha, hawa waliokadhibisha aya zetu na wakafanya kibri kutokana na hizo aya zetu. La tufattahu lahum abwabu as-samaa, hapatofunguliwa kwa wao ile milango ya mbingu. Wala yadkhuluna aljanna, na wala hawatoingia katika pepo hata yalija aljamalu fi sammi alkhiyati, mpaka atakapopita ngamia kwenye tundu ya sindano. Maana ndo hawaingia hao. Ulisikia wapi kama kuna ngamia atapita kwenye tundu ya sindano? Ikiwa kidole hakipiti kwenye hiyo shazia sindano kubwa, hakipiti kidole, iwe ngamia. Fayaqulu Allahu azza wa jalla, kisha hapa atasema Allah mtukufu, uktubu kitabahu fi sijjin, uandikeni maandiko yake huyu mtu kwenye wale viumbe waliokuwa waovu. Na kadhalika vile vile wa fil ardi sufla, na muandike hayo maandishi yake kwenye ardhi iliyokuwa ya chini. Fatutrahu ruhuhu tarhan, kisha itatupwa roho yake kutupwa moja kwa moja, itatupwa moja kwa moja itokee kule juu ilipokuwa kule ielekee chini. Thumma qara, kisha mtume akasoma aya ambayo inamwafaka na ile tukio, wa man yushrik billah, na yoyote ambaye atamshirikisha Allah, fakaannama kharra minas samaa, huyu kana kwamba ameporomoka kutoka mbinguni. Kisha fatakhtafu tayr, kisha wakamnyakua yeye, wakamnyofoa yeye ndege, au tahwi bihi rihu fi makanin sahiq, au kampeleka yeye upepo kwenye sehemu iliyokuwa ya mbali. Fatuadu ruhuhu fi jasadihi, kisha roho yake huyo mtu itarejesha katika kiwiliwili chake. Wayatihi malakani, kisha watamjia yeye malaika wawili. Kisha amekuja katika riwaya fayantahirani, watamtisha yeye intihar vile. Fayakulani lahu man rabbuk, na watasema kumwambia yeye nani mola wako? Fayaqulu hahin, atasema ha la adri, sijui. Fayakulani lahu, kisha atasema kumwambia yeye ma dinuka, ni ipi dini yako? Fayaqulu hahin la adri, kisha yatasema mimi sijui. Fayakulani lahu, kisha atasema kumwambia yeye ma hadha ar-rajulu alladhi bu'itha fikum, ni nani huyu mtu ambaye katumilizwa kwenu nyinyi? Fayaqulu, hapa atasema yeye hahin la adri, mimi sifahamu, sifahamu. Fayunadi munadi minas samaa, kisha atanadi mwenye kunadi kutoka mbinguni.
sio an sadaqa abdi kama mwanzo, an kadhaba abdi, mja wangu amesema uongo. Fafirishuhu minan nar, hebu mtandikieni matandiko ambayo yatokea motoni. Kadhalika waalbisuhu minan nar, na mumvalishe mavazi ambayo au mavazi yatokea wapi? Motoni. Waftahu lahu baban ila an-nar, na mumfungulie mlango ambao huo mlango unaelekezea motoni. Fayatihi min harriha wa samumiha, itamjia yeye ile hali ya joto lake, kadhalika na mvuke wa moto wa jahannam, yuko ndani ya kaburi. Wa yudayyaqu alayhi qabruhu, na litabana kwake yeye kaburi lake, hatta takhtalifa fihi adla'uhu, mpaka zitatofautiana kwenye hilo kaburi mbavu zake. Wayatihi rajulun, na atamjia yeye mtu qabihul wajhi, aliyekuwa mbaya wa uso, qabihu thiyabi, na aliyekuwa mbaya wa mavazi, nguo zake pia mbaya, muntinur rih, kadhalika na mbaya wa harufu yake ni mbaya. Fayaqulu abshir billadhi yasuuka, wa mwanzo kaambiwa abshir billadhi yasuuka, wa pili ambiwa bashiria bishara mbaya ya kile ambacho wewe kinakukwaza, kinakuudhi. Hadha yawmuka alladhi kunta tu'adu, hii ndiyo siku yako ambayo wewe ulikuwa duniani ukiahidiwa. Ulikuwa ukiambiwa kama kuna kwenda kwa Allah, sasa hii ndiyo siku yako wewe ambayo ulikuwa ukiahidiwa uko duniani. Fanasallallahu salamata wal afiya. Kadhalika fayaqulu wa man anta, yatasema nani wewe? Kwa sababu binadamu, wakana al-insanu akthara shay'in jadala, ni kila kitu yajadili, ikuaje, wewe nani? Atauliza hapa, kisha atasema fawajhuka alwajhu yaji'u bisharri, uso wako ni uso ambao huja kwa shari. Wewe ulivyokaa, muonekano uso wako ni uso ambao hauji isipokuwa kuna nakama, na wala hakuna hali ya falaha wala najaha wala saada wala fawz fi dunya wal akhirah, hakuna kwa muonekano uso wako ulivyo. Fayaqulu ana amaluka alkhabith, kisha hapa atajibiwa huyu mtu na kuambiwa mimi ni yale matendo yako maovu, mimi ni yale matendo yako yaliyokuwa maovu. Fayaqulu rabbi la tuqimis saa, kisha yatasema Mola wangu, kwa maana usisimamishe nini? Usisimamishe kiyama. Hii ndio hali ambayo yaonesha kwamba kuna malipo, kwa tegemea tu msamaha wa Allah. Ndio yani yote aliyotaja shekhe hapa anaonesha kwamba mtu asibweteke akategemea tu msamaha wa Allah. Wa fi lafdhin li Ahmada aidan, na kwenye tamko jingine la Imam Ahmad vile vile, thumma yuqayyadu lahu a'ma asammu abekam, kisha atasalitishiwa kiumbe ambaye ni kipofu, kiziwi, ni bubu kiumbe huyo. Fi yadihi mirzabbatun, kwenye kiwi mkono wake kuna nyundo. Lau duriba biha au lau daraba biha jabalan, katika ile imekuja lau duriba biha jabalun, lau kama hiyo nyundo huyo kiumbe aliyesalitishiwa yeye atapiga kupitia nyundo hiyo jabali, kana turaban, litakuwa mchanga. Fayadribuhu darbatan hatta yasira turaba, atampiga yeye pigo ambalo kupitia pigo hilo atakuwa mchanga, na baada ya hapo thumma yu'iduhu Allahu kama kana, kisha Allah subhanahu wa ta'ala atamrejesha kama alivyokuwa mwanzo. Fayadribuhu darbatan ukhra fayasihu sayhatan yasma'uhu kullu shay'in illa athqalayn, kisha atampiga pigo jingine, atapiga ukelele ambao unasikilikana na kila kitu isipokuwa majini na watu peke yao. Hawa ndio ambao hawatosikia ukelele wake. Kadhalika qala al-Bara, kisha al-Bara ibn Azib anasema thumma baada ya hapo sasa, thumma yuftahu lahu babu minan nar, kisha atafunguliwa yeye mlango, huo mlango ambao unaelekezea na unaotokea usawa motoni. Wayumahadu min furushi nar, na ataandaliwa matandiko yanayotoka motoni.
وفي المسند ايضا na kwenye musnad vile vile qala anhu kwa maana sahaba huyu bainama nahnu ma'a rasulillah idh basura bi jama'atin faqala ala majtama'a haula. Mtume moja kati ya masiku tumekaa hivi akaona kundi la watu, akasema kwa kuuliza wamekusanyikia nini hawa watu. Qila pakasemwa ala qabrin yahfirunahu, au wamekusanyika kwa ajili ya kaburi ambalo hilo kaburi wanalichimba. Fafaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume akapatwa na mfadhahiko. Fabadara baina yaday ashabihi musri'an, akaharakisha akaenda mbio baina ya masahaba zake kukimbilia ule usawa wale watu ambao wao huchimba kaburi, hali ya kuwa anaenda haraka. Hata intaha ila alqabri, mpaka akamelezikia na kukomekea kwenye lile eneo la kaburi. Fajatha ala rukbatayhi, akakaa na kukalia kupiga magoti. Fastaqbaltuhu baina yadayhi lianzura madha yasna'u, anaelezea rawi alhadithi, nikamwelekea Mtume sallam mbele yake ili nitazame anafanya nini anafanya nini hapa. Fabaka hatta balla thara min dumu'ihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akalia mpaka akarowesha mchanga kwa yale machozi yake. Thumma aqbala alaina faqal, kisha akatuelekea sisi na kusema ai ikhwani, enyi jamaa zangu, limithli hadha al-yawm fa'iddu, kwa ajili ya mfano wa siku kama hii andaeni na kujiandaa na matendo mema. Andaeni matendo mema kwa ajili ya siku kama hii. Allahu almusta'an. Allahu almusta'an. Ni hali ambayo yatakiwa maandalizi sana, yatakiwa watu wajiandae. Na yote haya Sheikh anayataja kuonesha kuwa sio kuwa tu mtu abweteki kwamba Allah anasamehe. Ni kweli Allah anasamehe, lakini tenda na kuchukua zile sababu ambazo zaonesha kwenye kunako kufikia huo msamaha wa nani, wa Allah subhanahu wa ta'ala, sio kubweteka. Na kadhalika vile vile kwa munasaba wa dhurufu zilizokuwepo leo, ratiba itakuwa kinyume na siku zote. Ratiba leo itakuwa kinyume na siku zote, kwa sababu leo tutawakafia hapa. Tutakuja kuendelea biidhnillah katika majlisi inayofuata insha Allah, ambapo ni siku ya Jumanne. Insha Allah tumuombe Allah tujalie na tuelimishe ile ambayo tutunufaisha, na tunufaishe kwenye ile ambayo katuelimisha. Tuchukue maandalizi kwa siku kama hizi ambazo mbele yetu ni uhakika zitakuja. Hakuna ujanja hapo, hakuna shortcut wala kupita chocho wala boda. Hakuna boda, utapita hapo kutaka usitake, ununa, unfura, unkasirika, unchukiwa, waenda hivyo. Yote hayo yahitajia tu watu wajiandae. Subhanakallahumma wa bihamdika, wa ashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wallahu a'la wa a'lam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.